Habari ya siku ya leo, mtazamaji wa SQF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo ya Agosti 13, 2026. Uko nami Pendo Goton. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema kituo cha afya cha Kizimkazi kitatoa huduma ya kusafisha damu, ikiwa ni sehemu ya hatua za kusogeza huduma za afya karibu na wananchi. Rais Samia amesema hayo hii leo wakati akizungumza na wananchi wa Kizimkazi baada ya kufanya uzinduzi wa mradi mbalimbali ukiwemo wa kituo cha afya cha Kizimkazi, ambapo pia amekabidhi gari la wagonjwa kwa ajili ya kusaidia huduma za afya katika eneo hilo. Leo hii, mbali na shughuli zinazofanywa na wengine, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar atakuwa na shughuli kubwa leo hapa, na maeneo mengine kuna shughuli mbalimbali, lakini kwa upande wangu asubuhi hii nimefanya mambo matatu. Nimekwenda hospitali yetu pale, nimepanda mti na kukabidhi gari la ambulance ambalo litasaidia kituoni pale, lakini vile vile nimekwenda kuoneshwa kitengo kinachofanya dialysis. Dialysis ni tiba kwa wale wagonjwa wa figo ambao kawaida inapatikana kwenye mahospitali makubwa tu, lakini kwenye hospitali yetu hapa huduma hiyo ipo. Kwa hiyo maendeleo ni makubwa. Asanteni sana wote tulioshirikiana nao katika kuleta maendeleo hayo. Helena Erasto mwenye umri wa miaka 47, mhudumu wa baa na mkazi wa Musoma, amefariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza baada ya kushambuliwa kwa ngumi na mateke sehemu mbalimbali za mwili wake na mpenzi wake aitwaye Fabiani Shukrani mwenye umri wa miaka 33, mvuvi na mkazi wa Kigeretuma, wilaya ya Musoma vijijini. Kwa siku ya tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu, mwanamke mmoja ambaye anaitwa Helena Erasto Matiku, ana umri wa miaka 47, ni mhudumu wa baa na mkazi wa Musoma, alifariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza iitwayo Sekoture baada ya kuwa ameshambuliwa kwa ngumi na mateke katika sehemu mbalimbali za mwili wake na mpenzi wake ambaye anaitwa Fabian Shukrani Makamba, ana umri wa miaka 33. Kazi yake ni mvuvi na mkazi wa eneo linaitwa Kigeretuma huko wilaya ya Musoma vijijini. Mwanamke huyo alishambuliwa tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya usiku katika kisiwa cha Kunene kilichopo katika kijiji cha Busumba wilaya ya Ukerewe katika nyumba ya kulala wageni iitwayo City na mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba. Tukio hili lilitokea baada ya kuzuka kwa ugomvi kati yao uliosababishwa na marehemu kuuza nguo za mpenzi wake huyo baada ya kunyimwa pesa za matumizi. Baada ya kushambuliwa, Helena Erasto Matiku yeye hakutoa taarifa katika kituo cha polisi wala sehemu yote. Aliamua kukaa kimya huku akiendelea kupata matibabu katika kituo cha afya, na hatimaye afya yake ikawa inabadilika kila siku, na ilipofika siku ya tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka huu, alikwenda baada ya maumivu kuzidi, aliamua kwenda katika hospitali ya Sekoture kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Wakati akiendelea kupatiwa matibabu, ndipo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 5 za usiku, akafariki dunia akiwa hapo hospitalini. Katika ufuatiliaji wa tukio hilo, mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba naye tulikuja kupokea taarifa kwamba alikuwa amefariki. Ilikuwa ni siku ya tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya saa 2:30 za asubuhi, ambapo alikutwa amejinyonga hadi kufa kwa kutumia kamba, na alifanya hivyo kwa kukwepa mkono wa sheria baada ya kugundua kuwa mpenzi wake amefariki dunia kutokana na kipigo alichompa siku hiyo ya tukio. Chanzo cha tukio hili ni ugomvi wa kifamilia. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, kutokana na tukio hilo, tunapenda kutoa wito kwa wananchi wajiepushe na vitendo vya kujichukulia sheria mikononi wakati wa migogoro ya kifamilia. Kijana aliyefahamika kwa jina la Seif Musa amefariki dunia baada ya kudaiwa kupigwa na askari katika eneo la Ngorongoro mkoani Arusha kufuatia tuhuma za kuhusishwa na ujambazi.
sana. Yaani hao watoto hao Yaani mimi pia hiyo taarifa nimeipokea kwa masikitiko sana, kwa sababu hata mimi mwenyewe hali niliyoshinda nayo jana na mpaka nikalala nayo, hata hivi nahisi mwili wangu hauna nguvu. Maaskari kama askari wanatulinda, hatukatai, lakini endapo mtu amekufuata kwa usalama, hebu jaribu kumsikiliza. Kwa sababu jambazi hana alama usoni na mtu mwema hana alama usoni, lakini yale maongezi unaweza kujua huyu sio mtu mbaya, ni mtu mzuri. Kwa hiyo vile walivyowaambia toeni faini, wangewaachia pale pale kwamba toeni faini. Wale walishapigia wenzao kwamba jamii sisi tumepotea na hapa tuko hivi, wale wenzao wangekubali, wangekuja kuwakomboa. Hata mimi mwenyewe hapa ningeambiwa hivyo, ningemtumia mwanangu hela. Lakini sasa wale jukumu la kuwapiga kweli inauma sana. Nauma sana. Yaani hao watoto hao ila nikumshukuru Mungu, alhamdulillah. Kama wao hawana watoto halitawakuta. Nashukuru. Kwa ufupi pale Ngorongoro kuna kuaga na beria na geti kubwa. Sasa wale mara nyingi ile geti ile beria huwa haifungwagi kwa ajili magari yanakuwa yanapita pale kuingia kule pale geti kubwa kwa ajili ya kugonga permit za kuingia hifadhini. Sasa na hawa vijana pia walipofika pale, kwa vile lile geti lilikuwa beria lilikuwa halikufungwa alinani, wao walipitiliza. Baada ya kufika pale geti kubwa ndo wakaona kumbe huku ni Ngorongoro sio tena Babati. Ikabidi wageuze pikipiki yao warudi nyuma. Umeona warudi nyuma ili kufika pale nyuma, kwa sababu geti kubwa na geti na ile beria sio mbali. Ndio lile beria sasa wale wakawafungia. Kufungia wale vijana wakasimama, wakawauliza maswali kwamba mnatoka wapi? Kwamba sisi tunatoka Arusha tunaenda Babati kuzika. Sasa huku mmefuata nini? Sisi tumepotea. Hapo sasa ndio tulipoanzia kuwapa adhabu wale vijana mpaka kupelekea kifo cha wao. Msibani tulikuwa kama 6 hivi. Wenzetu 3 walitangulia na sisi tukawa tunafuata nyuma. Ile kuwafuata nyuma tukawa sasa tumewapoteza. Kuwapoteza tumefika pale Makuyuni. Mimi hapa nikajua njia ya kwenda Babati ni kupitia wapi? Karatu. Nikawa sasa nimeingia ile njia ya kwenda Karatu. Tumetembea tukafika Karatu mjini pale. Ikawa sasa tukabadilishana, mwenzangu akawa anaendesha pikipiki, mimi nikawa nimebaki kule nyuma na ule mwenzetu wa katikati ndo akabaki. Tukatembea. Tulipofika hapo karibia sana hilo geti, tukakuta kimlima hivi, tukawa tunapanda. Tulikuwa tunawahi wenzetu. Tulikuwa speed kidogo, tulikuwa tunawahi wenzetu. Lakini sasa kawa sisi tumepotea njia. Kufika hapo mbele tukakutana na kigeti kidogo. Hicho geti kidogo tumefika hapo tukapita. Maana wale maskari walikuwa kwenye kile kibanda wamekaa kule ndani. Ile tunapita tunakutana na ile geti kubwa limeandikwa Ngorongoro. Kufika tukutana na hizo cruiser zimepaki, wakasema. Wananchi mkoa wa Mtwara wameeleza kuwa ujenzi na uboreshaji wa kituo cha afya Msanga Mkuu umewapunguzia changamoto ya usafiri umbali mrefu kufuatia huduma za matibabu, huku wakisema uwepo wa huduma hiyo karibu na makazi yao kutawawezesha kupata matibabu kwa wakati. Wananchi hao wamesema awali baadhi yao walilazimika kutumia muda na gharama zaidi kufuata huduma za afya katika maeneo mbalimbali kama Mtwara mjini, hali iliyokuwa changamoto hasa kwa wagonjwa wanaohitaji huduma za haraka. Kufikia leo wallahi tunasema alhamdulillah rabbil alamin. Hatukutegemea kabisa kama watu wataraza hapa, watu watajifungua hapa. Washukuru viongozi wetu, tunamshukuru Samia Suluhu. Huduma ya afya ilikuwa na matatizo makubwa sana kutokana na kwanza kuvuka kwenda Mtwara mjini kwenda kutafuta huduma. Tulikuwa tunapata changamoto kubwa. Lakini sasa hivi kutokana na huduma tumeipata hapa nyumbani tunashukuru, na hiki kituo kuja nyumbani hapa tunashukuru kutokana na karibu sana na hapa nyumbani tulipo. Na tunashukuru mradi ulipoanzia hauna matatizo aina yoyote kwa muda wote. Ukifika basi haina tatizo. Unapata huduma nzuri. Aliyoyaahidi Mheshimiwa Rais ndio yanatekelezeka. Kwa sasa serikali ya awamu ya 6 imejikita na kujidhatiti katika maendeleo. Pamoja na kwamba tuliahidi, tunakuja upya kutembelea miradi ili kuhakikisha
ahadi alizotoa Mheshimiwa Rais zinatekelezeka, lakini vile vile kuhakikisha miradi ya maendeleo imepangwa vizuri kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wa Mtwara vijijini pamoja na hapa Msanga Mkuu. Sisi matamanio yetu ni kuboresha huduma za afya kwa ajili ya wananchi wetu. Ndugu zangu, afya ni tofauti na kitu kingine chochote. Maradhi hayagongi hodi wala hayakushtui kwamba sasa nakuja jiandae kuumwa. Yanakuja kwa dharura. Kwa hiyo jambo linalokuja kwa dharura lazima liwe limeandaliwa matayarisho mazuri, kwa sababu mtu akitetereka afya, kama ni baba kwenye familia, familia nzima inatetereka. Kama ni mama kwenye familia, familia nzima inatetereka. Na kwa sababu wananchi sisi tunapenda kuona wanashiriki katika majukumu yao ya kiuchumi, tunaweka miundombinu ya afya ili mwananchi akiumwa huduma za afya ziwe karibu, atibiwe vizuri sana, aendelee na shughuli zake, aimarishe uchumi wa familia yake na uchumi wa taifa lake. Kwa hiyo niwaahidi ndugu zangu wa Msanga Mkuu, tutaendelea kuboresha hapa huduma ili muendelee kunufaika na mambo mazuri yanayotekelezwa na serikali yenu ya awamu ya 6. Na hataishia tu kwenye masuala ya afya, iko mipango mizuri ambayo sisi tumeipanga kwa ajili ya wananchi. Mkataba wetu sisi viongozi na wananchi ni maendeleo. Hakuna kingine zaidi ya maendeleo. Na sisi ndugu zangu wa serikali ndio marafiki zenu wa kweli. Tunahakikisha tunafikisha huduma. Hatuji kwa maneno. Tunawapenda kwa vitendo, kwa kuwaletea maendeleo. Kwa hiyo kwa sababu rafiki wa kweli ndiye anayekufaa kwa dhiki na faraja, tunaomba tuendelee kushikamana, tuendelee kushirikiana na serikali ili tuendelee kupata maendeleo zaidi. Kidole kimoja hakivunji chawa, Waswahili wanasema. Lazima serikali inavyoleta maendeleo, wananchi wawe tayari kuyapokea maendeleo. Na ndio maana ninawashukuru sana wananchi wa Msanga Mkuu, kwa sababu taarifa hii inasema mmeshiriki nguvu za wananchi kwa milioni 2.1. Ina maana mmeonyesha utayari wa kushirikiana na serikali yenu, na mimi ninawapongeza sana na kuendelea kuwasihi sana tuendelee kushikamana na kushirikiana kwa ajili ya maendeleo ya kata yetu pamoja na jimbo letu na mkoa wetu wa Mtwara. Jeshi la polisi mkoani Mwanza linamshikilia Mdamo Masalu mwenye umri wa miaka 40, dereva wa gari lenye namba za usajili T 885 ENK aina Scania lilokuwa likitokea Mwanza mjini kuelekea Bariadi kwa kumgonga mtembea kwa miguu aliyekuwa anavuka barabara kutoka upande wa kulia mwa barabara kwenda upande wa kushoto mwa barabara, aitwaye Prosper Yusufu Msafiri mwenye umri wa miaka 7, ambaye ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi ya Wita na mkazi wa Kisesa, na kumsababishia kifo. Ni kwamba gari lenye namba za usajili T 885 ENK aina ya Scania mali ya kampuni ya Sedico Tanzania Limited ilikuwa ikitokea Mwanza mjini kuelekea Bariadi. Ilikuwa ikiendeshwa na dereva ambaye anaitwa Mdamo Masalu Nyarusira. Ana umri wa miaka 40. Kazi yake ni dereva na mkazi wa Bariadi. Gari hiyo lori ilimgonga mtembea kwa miguu aliyekuwa anavuka barabara kutoka upande wa kulia mwa barabara kwenda upande wa kushoto mwa barabara hiyo. Aliyegongwa anaitwa Prosper Yusuf Msafiri. Ni mtoto mwenye umri wa miaka 7 na ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi iitwayo Wita na ni mkazi wa Kisesa. Ajali hiyo ilisababisha kifo cha mtoto huyo hapo hapo kwenye eneo la ajali. Baada ya ajali hiyo ambayo ilishuhudiwa na watu wengi, hasa ukitilia maanani kwamba ni muda wa mchana watu kwa kwenye shughuli zao, wananchi waliokuwepo eneo hilo walihamaki, wakapata hasira na hivyo kuamua kufunga barabara hiyo ili kuzuia shughuli za usafirishaji zisiendelee, jambo ambalo lilileta adha ya muda mfupi katika eneo hilo. Licha ya jitihada kubwa zilizofanywa na viongozi wa eneo hilo na raia wema, lakini na askari wa kituo cha polisi Kisesa kuwaomba wananchi wasifanye hivyo, wawe watulivu ili hatua za kisheria ziendelee kuchukuliwa. Hata hivyo, wananchi hao waliendelea kufanya vurugu na kuweka matuta
kwa kuweka mawe barabarani ili kuzuia magari yasipite. Hata hivyo, jeshi la polisi walifika na kuongezeka katika eneo hilo mara moja na kuwadhibiti na kuzidhibiti fujo hizo. Baada ya kuwaelimisha, na wale waliokaidi walitawanywa kwa kutumia mabomu ya machozi na waliweza kuondoka ndani ya muda mfupi, na hivyo jeshi la polisi likafanikiwa kurejesha amani katika eneo hilo na kuruhusu barabara hiyo kuendelea kutumika katika hali yake ya kawaida, ambapo inaendelea kutumika hadi sasa. Hata hivyo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limechukua jitihada za kuwasiliana na mamlaka ya barabara, yani TANROADS, ambao sasa tunapoongea wamekwisha fika kwenye eneo hilo na kuanza kufanya tathmini na kuona namna ya kuweka matuta kama ambavyo wananchi wameomba. Hatua nyingine ambazo zimechukuliwa na jeshi la polisi ni kukamata dereva wa gari hilo ambaye ameshikiliwa na jeshi la polisi, gari lililosababisha ajali, lakini pia kukagua eneo la ajali, na hilo gari limezuiliwa kwa ajili ya hatua za kisheria. Na mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari. Sina la ziada mpaka sasa. Asante sana kutenga muda wako thamani kutazama taarifa hizi za habari. Kwa niaba ya timu nzima walishiriki kuandaa habari hizi, mimi ni Pendo Gote, nikutakie siku iliyokuwa njema.